Bana, kama unavyojua hapa ni Mbagala ambapo inapigika show ya Singeli wa, na nimekutana na kijana ambaye inadaiwa kwamba aliachana na masomo kwa sababu tu ya kukosa ada ya kwenda chuo mwaka wa pili. Mambo vipi? Kwanza unaitwa nani kwa mtu ambaye anakufahamu na kwa mtu ambaye asiyokufahamu anatamani kwa kufahamu? Kwa majina naitwa Troy 007 kama msanii. Na unaishi wapi kwanza? Naishi Tabata. Nimetokea Tabata, nimekuja hapa kuomba nafasi ya kushiriki kwenye Singeli War. Na baada ya kufika hapa nilikuona kuna baadhi ya watu wakawa wanasema bana, dogo kaacha chuo bana, kaja kwenye mziki. Sababu kubwa za kuacha chuo zilikuwa ni nini? Ndugu yangu, sisi familia zetu za Kitanzania, si unajua tena, mzazi anakuwa mmoja, watoto mnakuwa wengi, kwa hiyo masuala ya ada akawa mtihani kidogo. Ilikuwaje kwa ufupi? Kwa ufupi ni kwamba nimeanza chuo, nimefanikiwa kusoma semester moja, lakini kuendelea na semester masuala ya ada akawa magumu kidogo, kwa hiyo ikabidi niachie. Na ulikuwa unachukua kombi gani? Nilikuwa nachukua BPA, masuala ya umeneja. Na baada ya kuishiwa ada na kukosekana kulipa ada, ulifanya kitu gani ili kuhakikisha kwamba unarudi kusoma? Nilijaribu kuomba mkopo, lakini kwa sababu zisizoeleweka sikufanikiwa kupata mkopo. Kwa hiyo baada ya kuacha nikarudi nyumbani. Sasa kama mimi ndo mtoto wa kwanza kwetu, kwa hiyo siwezi kukaa tu nyumbani pale, nina wadogo zangu na nini, kwa hiyo ikabidi nitafute kitu cha kufanya. So kwenye harakati zangu na kipaji changu ikabidi nijiendeleze kwa kitu ambacho nakiweza, ambacho ndo kuimba. Kama sasa hivi hapa nafanya muziki na hangaika kupata support za watu, tangaza jina langu kama msanii nipate support, ili nitakapopata msaada nirudi zangu chuo nikamalize tulichokianza mimi na familia yangu. Umeniambia umefunga safari kutoka Tabata mpaka Mbagala ambapo inapatikana kitambaa cheupe. Nini kimekushawishi ukasema ukija kwenye show hii ya Singeli wa labda unaweza kupata kitu? Cha kwanza najiamini kwa kipaji changu mimi nafanya hip hop, so naamini kwamba nikija nikifanya hapa kitu itaweza kunisaidia kutangaza jina kama msanii, pia kupata support, kwa sababu najua sehemu kama hizo wanafika watu wakubwa ambao wanasaidia kusupport wasanii wadogo kama sisi. That's why nimeamua kufunga safari kutoka kote huko kuja huku ili nipate nafasi ya kujionyesha mbele za watu na ili watu wanifahamu. Unahisi kwamba mziki unaweza kufikisha kwenye nchi ya ahadi ambayo labda inaweza kurudisha shule na vitu kama hivyo? Naamini hicho kitu 100%. Tumeona kwenye mziki kuna watu wengi wakifanya mziki wa Bongo Flava, kwa maana wakitafuta hiyo nafasi, lakini bado wengi wanasota chini. Wewe umejipangaje kwenye ushindani uliopo? Na kama unavyofahamu kwamba kwa jiji la Dar es Salaam wasanii kila nyumba. Yani cha kwanza mimi najiamini kama msanii. Alafu cha pili, na ukiachana tu na usanii wa kuimba, kuandika na nini, pia nilikuwa dance. Kwa hiyo hivyo vitu vyote nikivicategorize katika kitu kimoja, nikija kuwaonyesha na tumai nitafika sehemu ambayo wasanii wenzangu chipukizi hawajafika mpaka sasa. Na ni mwanamuziki gani ambaye anakuvutia kusema kwamba nikikaa kwenye kiwanda cha muziki naweza nikafikia mafanikio ambayo labda fulani anayo, na ni fulani ana uwezo, fulani alianza kama mimi? Tu kwa hapa ndani na mpenda sana, namkubali sana Rayvanny kutokana na uwezo wake wa kuandika, pia alikuwa na dance. Kwa hiyo nikiwa namwangalia yeye napata motivation, kwa sababu nafanya vitu ambavyo yeye alikuwa anafanya kabla yangu. Shai kukutana naye na kupiga naye story, na kama ulipiga naye story alikuwa anasemaje kuhusiana na talent yako? Hapana, sijafanikiwa, ila nikifanikiwa kukutana naye nitamuelezea vitu vingi sana, pia namu-appreciate sana kama kaka yangu. Umesema kumuelezea vitu vingi, kimoja kati ya vingi ambavyo unaweza kumuelezea itakuwa ni nini? Kitu ambacho nataka kumuelezea ni kwamba masuala ya muziki asaidie sana sisi vijana wadogo huko chini ambao tunajionyesha juhudi, tunafanya kazi kwa nguvu, tunataka kutoka. Kwa hiyo hivyo, yani atokee mitaani, asikae tu kule Oysterbay wapi huko, atokee mitaani aone tasnia zetu sisi wasanii wadogo. Shai kubahatika kwa maana ya kuingia studio na kurekodi ngoma za kwako mwenyewe? Ndio, nimeshafanya hivyo, nimesharekodi nyimbo 4 ambazo zipo kwenye platform zote. Hii nyimbo yangu ya juzi ambayo inaitwa Legend ndo nimeachia video tayari. Kwa hiyo natumai nitaendelea kufanya hivyo. Mungu abariki, nitangaze, nifanye mambo ambayo nitaka nifanye. Silaha yako kubwa sana kwenye muziki ni nini hasa unahisi? Kuandika, kuimba, au ni kitu gani ambacho unakufanya kwa unasema mimi kwenye muziki ndio nitapoenda kutobolea, mimi labda bahati yangu ipo humu kwenye muziki? Mimi najiamini sana kwenye swala la performance. Kama nilivyosema awali kwamba nilikuwa na dance. Kwa hiyo kuperform mbele za watu kama mbele ya kamera ni kitu ambacho
wasanii wengi chipkizi hawana, ila nashukuru ninacho. Pia mimi ni realist, napenda sana perfection kwenye masuala ya uandishi, na ndio maana nimeinvest sana kwenye masuala ya muziki wa hip hop, kwa sababu muziki wa hip hop ni maandishi, mistari. Kwa hiyo niko vizuri kwenye hilo swala sana. Wewe unachana? Nachana mzee. Unachana? Wa moto. Hebu weka mstari kadhaa hapa tuisikie. Nataka nije kuwa somebody's idol, nijaze tuzo ka page za Bible. How many bodies nataka ni uweli muamini kwenye dunia sina rival. Niwe sishikiki nishi kama shadow, nije kwa silio kila battle. Mi trouble double kwa double na nishafanya kupa revival. Oh, I'm your host, I'm your boss, I'm your notes and nisome msipate loss. Kuna muda na kwa angel mda mwingine ghost, wana pull up maniga kupigisha cause. Yeah, weka pause, mtulie mpate dose, pate nose, pate oz, pate blood loss. Basi ndio ukomeshe. Bana, watu wa Singeli wanasema kwamba mziki wanauteka kabisa. Kianza mwanamuziki wa hip hop, mwanamuziki wa bongo flava, akija Singeli ujue show imeisha hiyo. Singeli wanachotuweza ni swala la performance. Yaani hicho ndio kikubwa ambacho wao wanatushinda sana kwenye masuala ya performance, kwa sababu muziki yao ni ya kuperform, sio kuimba kutikisia kichwa kama ilivyo hip hop. Sasa mimi nataka nilete hiyo ladha kwamba hip hop iwe inachezeka, hip hop iwe inasikilizika. Sasa hivi nafuatilia sana muziki wa hip hop, kwamba muziki wa hip hop sana umekubalika kwamba ni muziki wa wanaume. Lakini sasa mimi nataka nibadilishe hicho kitu. Nataka muziki wa hip hop uwe na challenge ya kudansi, challenge ya kuimba. Kwa hiyo hicho mimi ndo nitakachokileta kwenye industry. Mnifuatilie mtaelewa ninachokisema. Kama msanii Chipkiz, naitwa Troy. Tukumbushe jina lako. Naitwa Troy 007, Troy 007. Ongea na mashabiki zako kwa dakika moja tu kuhusiana na muziki wako. Mashabiki zangu mimi nachowaomba mnisupport, kwa sababu ladha ninayoileta ya hip hop ni tofauti, yani ni mixed ya vitu vingi, kwa sababu nilifanya utafiti wa muda mrefu. Kwa hiyo naomba mje kunisikiliza, mnifuatilie, niwaonyeshe kitu kipya tunacholeta kwenye industry ya hip hop. Asanteni. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.